Mheshimiwa Rais, nitakukabidhi bendera hii ya taifa ambapo utapepea bendera hii. Hiyo itakuwa ni ishara ya kuyaruhusu magari sasa ya abiria, magari binafsi yaanze kupita juu ya daraja letu la John Pombe Joseph Magufuli. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Asante sana. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi anakabidhi bendera hii kuashiria sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na flag of makofi mengi na vigelegele. Tanzania oye! Sasa daraja la JP Magufuli rasmi, gari ya kwanza basi ya abiria inapita kwenye daraja hili. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Oktoba! 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 Sikia Oktoba! Kwa zoezi letu la kuruhusu magari yaanze kupita katika daraja letu. Miongoni mwa vitu nilivyoahidi nilipokabidhiwa dhamana ya kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kukamilisha miradi ya kimkakati ikiwemo mradi huu wa Kigongo Busisi. Niliupokea mradi ukiwa umefikia 25% na kwamba fedha bilioni 152 zilishalipwa kati ya bilioni 718. Tumeweza kuliendeleza na kulikamilisha daraja hili lenye umuhimu mkubwa kwa mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Kagera na Kigoma na kanda nyingine mbalimbali zinazounganisha nchi yetu. Na hii ndio furaha na faraja yangu kubwa, na tunayo kila sababu ya kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha katika hatua hii. Daraja hili limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara na Sengerema katika Ziwa Victoria, ambayo ni barabara muhimu katika ushoroba wa kiuchumi katika kanda ya Ziwa. Ndugu wananchi, nafurahi kuwa lengo limetimia. Tumeweza kutumia barabara hii leo kwenda upande wa pili na kurejea hapa kwa muda mfupi. Ni dakika chache, ukiacha yale tuliokuwa tukifanya njiani. Kama tungekwenda tunakurudi ni dakika chache sana. Sasa baada ya daraja hili kukamilika, sasa wananchi watatumia takriban dakika 4 tu kufika Busisi kwa kutumia usafiri wa gari, na kwa wale watakaopenda kwenda kwa miguu nao hawatatumia muda mrefu, watakuwa wamefika wanakokwenda. Ndugu zangu, ujenzi wa daraja hili uliotumia bilioni 718 umegharimiwa kwa 100% na fedha zetu za ndani zinazotokana na kodi zetu. Daraja hili litakuwa alama ya nchi yetu na uthibitisho kwamba tumepiga hatua nyingine ya kuifanya Tanzania kuwa taifa kubwa kiuchumi. Vile vile ni ishara ya kuwa Tanzania sasa ina uwezo wa kupanga, kutekeleza na kufanikisha mipango mikubwa. Inafurahisha kuwa katika mradi huu 92% ya wafanyakazi walikuwa ni Watanzania, kwa maana ya wazawa wa taifa letu. Hakika hili daraja lilitokana na wazo la Watanzania wenyewe, lililogharimiwa na Watanzania wenyewe na lililojengwa kwa nguvu za Watanzania wenyewe. Hii ni fahari nyingine kubwa kwa nchi yetu, na bila shaka imekuwa fursa ya kukuza maarifa na ujuzi wa kutekeleza miradi mikubwa kama hii miongoni mwa Watanzania. Daraja hili ni la kimkakati, na hapa nitoe agizo kwa vyombo vya ulinzi na usalama
kujipanga kulinda daraja hili. Hili ni daraja la kimkakati, ni la aina yake ndani ya nchi, lakini si la Tanzania peke yake. Ni daraja litakalotumika katika ukanda huo wa Afrika Mashariki kama nilivyosema, na hatuna budi kulilinda.